Mtazamaji wa Kawabe Media, karibu kwenye mbelenge za michezo. Leo niko na Amli Masale, mbobevu wa masuala ya kabumbu. Nenda kujadili finali ungo ya pili baina ya Simba Sport Club na Berkane, mchezo ambao unaenda kupigwa tarehe 25 kule visiwani Zanzibar. Amri Masale, kwema? Kwema kabisa, ujambo? Jambo, Mungu. Mungu anasaidia, tunamshukuru Mungu. Tunavuta pumzi ya bure, tulipi kodi. Jambo la kheri la kumshukuru Mwenyezi Mungu hilo. Mara baada ya mchezo wa kwanza, ungo wa kwanza kutamatika ya Simba na Berkane, tulikutana kwenye uwanja wa ndege wa Mwalimu Julius Nyerere na tukaongea baadhi ya mambo. Kuelekea mchezo dhidi ya Simba Sport Club huu ambao yuko nyumbani. Pengine Mwalimu Fadu ameondoka mapema sana. Hii itaweza kuwa silaha ya mnyama Simba Sport Club kuelewa kuzoea hali ya hewa na hata mwalimu kuingiza mbinu kwa wachezaji. Ni kweli ni nzuri kuwahi, ingawaja Zanzibar na Dar es Salaam hakuna tofauti sana hali ya hewa. Zinafanana kidogo, ingawaja kwa elevation kwa Zanzibar ni 0 kabisa mpaka 50, tofauti na Dar es Salaam ambako inaanzia 50 kwenda mpaka 150. Kwa tofauti kidogo ya elevation ambayo inawapa advantage tuseme Simba, kwa sababu wako chini ambako wanapata oxygen nyingi zaidi. Kwa hiyo kwa hali ya hewa ni hata kama wamewahi, lakini bado yana faida kwao hata kama wangechelewa, kwa sababu kule unaenda kwenye elevation ambayo iko chini. Ukienda sehemu ambayo elevation yake iko juu ama altitude iko juu, ndio inaweza ikakugharimu kidogo. Kwa hiyo kwa Zanzibar sione kwenye kuzuia hali ya hewa, labda kwenye kisaikolojia tu wachezaji kwamba tayari wamefika mapema. Inawasaidia kuwajenga kwamba wanazoea mji, wanazoea mandhari, wanazoea uwanja ambao wanakwenda kutumia, ingawaje hauna tofauti sana uwanja ambao wameutumia wa RS Berkane kule mjini Berkane, na hauna tofauti sana na uwanja kama wanaotumia uwanja wa KMC. Tofauti ni kwamba uwanja wa KMC ambao umetumia mara nyingi kwenye ligi wenyewe ni nyasi bandia Pitiko. Uwanja unakwenda kuchezea wa Amani ni hybrid, ambaye ni kama ulivyo wa RS Berkane ambao umechanganywa nyasi bandia na nyasi asilia. Kwa hiyo utofauti ni mdogo sana, hasa kwenye mwendo kasi wa mpira, kwa sababu kwenye nyasi bandia mpira unakwenda kasi zaidi kuliko nyasi za asilia. Kwa hiyo hilo pia nalo sioni kama inaweza changamoto, kwa sababu umetoka kucheza wiki iliyopita RS Berkane umeweza kutumia uwanja ule. Kwa nadhani hilo sioni kama litakuwa tatizo kubwa sana. Kikubwa labda ni mbinu, na hata mbinu nadhani kwa mwalimu amekwisha maliza kazi kabla ya mchezo kwanza. Anachokifanya hivi sasa ni kuweza kuona tu anaboresha baadhi ya vitu mapungufu ambayo jitokeza katika mchezo kwanza, kuweza kuona namna gani ambavyo anaweza akiwa nyumbani akapata sasa matokeo mazuri ya kuweza kulibakiza kombe nyumbani. Maana kwanza ukumbuke ana mlima kupanda. Tayari wenzetu wana magoli mawili, Tanzania tunashuka dimbani tukiwa hatuna kitu. Kwa hiyo tuna kazi ya kufanya, kwanza kuweza kupata bao ama kupunguza idadi ya yale magoli ama kufikia yale magoli, alafu pili kutafuta goli la ushindi. Kwa hiyo naamini kwa saizi mwalimu anachokifanya ni mchoro zaidi kuliko kufundisha sana, kwa sababu kufundisha washafanya kazi kabla hata ule mchezo. Na kazi ya mchoro kwa kocha Fadlu Davis ama kocha ambao amesoma kozi za kocha Afrika Kusini na kwingineko duniani, hasa barani Ulaya, kwao sio kazi sana. Wana uwezo mkubwa sana kuweza kusoma mchezo, kubadilisha mchezo wakati mchezo unaendelea. Kwa hiyo naamini akishirikiana na benchi lake pana pamoja na mtu wa analysis wanaweza wakafanyia kazi hilo kwa michoro ya darasani ama kwa michoro ya ukumbini, kuweza kuona namna gani ambapo walipoteza mchezo uliopita, walizidiwa wapi na nini wakifanya katika mchezo huu ambao sasa wanakwenda kucheza siku ya Jumapili. Tutegemee Mwalimu Fadlu kuingia tofauti kimbinu. Mchezo wa kwanza alivyocheza na mchezo wa pili utakuwa ni tofauti kimbinu. Sioni tofauti mkubwa sana. Kitu ambacho cha tofauti ninachokiona ni kwamba timu tu kama timu itaingia ikiwa ina nguvu zaidi pengine kuliko mchezo wa kwanza, kwa sababu kwanza moja iko nyumbani, ina mashabiki wake, wanataka mashabiki wafurahi. Kwa nataraji kuona mbinu tofauti sidhani sana na mchezo wa kwanza uliopita. Ninachotarajia kukiona ni pressure sasa, kwamba Simba wataongeza pressure zaidi kwenye lango la timu ya RS Berkane kuliko katika mchezo wa kwanza, kwa sababu mchezo wa kwanza walikuwa na mambo mawili ya kufanya. Moja ilikuwa ni kuhakikisha kwamba hawaruhusu goli, na kama wakiruhusu goli basi wasiruhusu magoli mengi. Kwa hiyo kwa sasa wako nyumbani, watakuwa na kazi moja kubwa ya kutaka kupata magoli. Kwa muda mwingi natarajia kuona timu nzima ikisukuma
kutuma mashambulizi zaidi katika lango la RS Berkane, hasa wakitumia kama tumezoea kuona Simba flanks ama njia pembeni, kina Shomari Kapombe na Shabalala pamoja na mawinga akiwemo Mpanzu na Kibu Dennis ambaye katika mchezo uliopita najua aliumia sana mara baada ya kufanywa substitution, kwa sababu ni mchezo ambao aliupania sana. Bahati mbaya au nzuri, mimi nilipata fursa kuzungumza naye siku 2 kabla ya mchezo. Alikuwa ni mchezo na utamani si tu kucheza lakini pia kupata goli, kwa sababu utakumbuka kwenye kosi ya Simba ni miongoni mwa wachezaji wa magoli mengi, lakini pili kuweza kujiuza, kwa sababu ndio wakati mzuri wa kujiweka sokoni. Ligi zinamalizika sasa hivi duniani kote, tunakwenda katika dirisha la usajili, ni wakati mzuri wa kuweza kujinadi, kujiuza na kupata maslahi mazuri zaidi katika soka. Kwa natumai katika mchezo wa Jumapili Kibu Dennis pamoja na Mpanzu, kama tulimuona katika mchezo uliopita, Mpanzu alikuwa anajaribu naye kujiuza pia, kwa sababu kuna wakati timu ilikuwa iko down lakini yeye alikuwa anaonekana push. Kwa hao wawili nataraji kuona wakipush zaidi, lakini pia kama nilivyosema awali, tutarajia kuona mashambulizi zaidi yakianzia pembeni, kwa sababu safu ya kiungo tuliona katika mchezo uliopita ya RS Berkane ni nzuri, ina uwezo wa kutuliza mpira, ina uwezo wa kupanga mashambulizi, kuanzisha mashambulizi, lakini ina uwezo wa kunyang'anya mipira kiurahisi sana. Kwa mfano kama mtu kama Kamara alikuwa ananyang'anya sana mipira, anapora mipira iwe ya juu, mipira ya chini, height yake inamsaidia. Kwa hiyo nataraji kocha Fadlu Davis ameliona hili, hata tumia njia katikati kupita, kwa sababu anajua kuna mtu ambaye ni kigingi kwao ama ni kizingiti kwao, watajaribu kupita zaidi pembeni kupush mashambulizi katika lango la timu ya RS Berkane. Changamoto ni ile ambayo tumeiona katika michezo mingi tu, sio tu ya hii ya kombe la shirikisho barani Afrika, lakini pia hata kwenye ligi kuu soka Tanzania bara Simba inapata nafasi nyingi sana, lakini imekuwa hawazitumii nafasi wanazopata. Natumai kocha ameliona na kocha amelizungumza mara kadhaa, na hata watu wa analysis tutakuwa ameliona leo, amezungumza mara kadhaa. Watajaribu kuambia wachezaji kuweza kuona kile nafasi wanayopata, nafasi ya dhahabu, basi waweze kutumia vema ili waweze kupata goli na kupunguza ile magoli na hatimaye kuongeza magoli ambayo wamepata hapo awali. Amri, tuangalie udhaifu wa Berkane ambao Mwalimu Fadlu ataweza kutumia kama fimbo ku level scoreboard na hata kuchukua ubingwa CAF Confederation. Udhaifu wa Berkane uliitazama kwa uzuri zaidi pale Manispaa ya Berkane. Udhaifu wa Berkane uko sehemu gani ambao Mwalimu Fadlu anaweza kuutumia kuweza kupata ku level scoreboard na kuweza kupata magoli? Katika mchezo wa kwanza ambapo niliwatazama RS Berkane, na si tu katika mchezo waliocheza na Simba, hata katika michezo iliyopita, utakumbuka kwamba ndio timu pekee ambayo imeruhusu magoli machache sana, hivyo ikionyesha dhahiri shahiri kwamba safu yake ya ulinzi ni imara, ina safu ya ulinzi bora. Sasa kwa namna ambavyo Simba wanacheza, nafasi ambazo wanazipata wazitumii, zinawagharimu. Njia pekee ni nafasi ambazo wanazipata kuweza kuzitumia vema, lakini kuwalazimisha kufanya makosa. Njia pekee ya kuwalazimisha kufanya makosa ni kuwepo golini kwao muda mwingi zaidi. Hiyo ndio njia pekee ya kuweza kuwadhibiti. RS Berkane wana speed, sio tu RS Berkane, ni mpira wa kwao wa Morocco, ni mpira wa speed wanacheza. Kwa hiyo ili kuweza kuwadhibiti muda mwingi inabidi kuwepo katika eneo lao la goli ili kuweza kuwalazimisha kufanya makosa, kwa sababu mchezo ni mpira wa makosa. Lakini ili makosa yatokee, lazima wewe ambao unacheza na mwenzako lazima umlazimishe yeye afanye makosa. Unamlazimishaje? Ni kuhakikisha muda mwingi unakuwepo katika eneo lake kuliko kumwacha yeye akawa katika eneo lako. RS Berkane kama ukiwatazama katika michezo yao, mara nyingi wanaanza kukabia kwako. Mpira unapoanza tu, anapokuwa na golikipa kiuanzisha, tayari mpira uko mchezoni, wao wanaanza kukaba kuanzia kwako ulipo. Kwa hiyo nadhani iko haja ya kuweza kuona wanawafukuza kwenye goli lao. Njia ya kutumia mipira mirefu unaweza ukajaribu, lakini mpira mirefu wao ni warefu, naiona kama ni njia ngumu pia kuweza kupita. Kikubwa ninachokiona kwa mimi kwa Simba cha kufanya ni kuhakikisha kama mpira unakuwepo zaidi kwenye eneo la RS Berkane ili kuweza kuwalazimisha kufanya makosa. Kwa mfano katika mchezo uliopita, kama unakumbuka, kuna moja alipiga cross, alikuwa ni Shomari Kapombe, alimanusura Simba apate bao. Kwa nini ilitokea vile? Kwa sababu waliweka pressure golini kwao na waliulazimisha mpira kuwepo golini kwao, wakawalazimisha kufanya makosa. Counter attack ni moja kati ya njia ambazo unaweza kaitumia, lakini lazima uwe makini kwa sababu RS Berkane wana speed kama nilivyosema hapo awali. Unaweza kufanya counter attack alafu ile counter attack ambayo ukaifanya ikageukia tena wewe ikawa na madhara kwako, kwa sababu wao wana speed pia kuliko kwetu. Kingine ambacho nakiona Simba inabidi wakifanyia kazi bado swala la upepo.
Upepo unakata. Upepo unakuwa unakata, wana muda wa kucheza, na sio tu Simba, timu za Tanzania zote ukitazama zina vipindi vya kucheza. Dakika 20 za kwanza wamekuwa wanacheza kwa mashambulizi sana, na dakika 20 za kwanza za kipindi cha pili. Baada ya pale unaona mpira unarudi kawaida. Badala kucheza mpira huo waachane nao, Simba katika mchezo huu, kwa sababu ni mchezo tofauti na michezo mingine yote, ni mchezo wa finali, wanalazimika dakika zote 45 za kipindi cha kwanza washambulie. Kama jinsi ambavyo RS Berkane waliweza kutumia kwa nafasi vizuri kipindi cha kwanza kupata magoli mawili katika dakika 20 za kwanza, Simba pia wanalazimika kufanya hivyo. Katika dakika 45 za kipindi cha kwanza wanalazimika kuwa na goli, kama sio hayo mawili basi walau wawe na goli moja, lakini wakipata mawili well and good katika mchezo huo, kwa sababu itawafanya kipindi cha pili kuweza kuona wanakuja na mbinu nzuri ya kuweza kutafuta goli la tatu na goli la ushindi. Sitaraji wala sitamani kuona mchezo ukienda extra time. Mimi muumini sana wa mchezo kuona unamalizika ndani ya dakika 90. Dakika 90 unamalizika, kwenda dakika za nyongeza, kwenda penalti, kidogo kuna kaudhaifu fulani, hasa mchezo unapokuja wa finali. Raha finali imalizike ndani ya dakika 90. Mtu kapigwa dakika 90 pepe, bingwa mpatikana. Itakuwa well and good kama Simba kitoa ubingwa, kwa sababu Tanzania nasi tunahitaji kukua. Ili uweze kuwa mkubwa ni lazima ucheze na hao wakubwa, uwafunge hao wakubwa, ndipo nao uweze mkubwa. Kazi ipo, lakini inawezekana kwa sababu tuko nyumbani, tuna silaha zote. Unapokuwa nyumbani kwako utatumia silaha zote, panga, shoka, uma, hata vijiko unaweza kutumia. Ikishindikana kabisa hata maji unaweza kumwagia adui yako. Kwa hiyo tuko nyumbani, basi tunayo sababu ya kuweza kuona kwamba tunatumia vema uwanja nyumbani, ingawaje sio mechi rahisi, kwa sababu kama nilivyosema, hii ni mechi ya finali, ni mchezo tofauti na michezo mingine ambayo Simba amewahi kucheza katika mashindano yote, iwe klabu bingwa, iwe ligi kuu soka Tanzania bara au kombe la shirikisho. Huu ni tofauti kabisa, kwa sababu huu ni mchezo wa finali. Asilimia ngapi kwa mnyama Simba Sport Club? Mpaka sasa mimi kwangu ni 50 kwa 50. Ziko pale 50. 50 kwa 50 kwa RS Berkane, 50 kwa Simba 50. Kwa nini? Kwa sababu kiukweli wote tunafahamu wenzetu wa Magharibi ama nchi za Afrika Magharibi zimetuzidi. Kwa hiyo naweka 50 kwa 50. 50 ya kwetu kwa sababu sisi tuko nyumbani, lakini 50 ya kwao kwa sababu ya uwezo walionao, lakini uwezo wa benchi lao la ufundi kuweza kusoma mchezo na kubadilisha mchezo mara kwa mara. Tangu ameingia madarakani umeona mafanikio ambayo tunayapata katika michezo, sio soka tu, mchezo wa riadha medals zinakuja, boxing medals zinakuja, lakini pia watu wanaleta mikanda kimataifa hapa, knockout tunaziona, lakini pia katika mchezo wa mashua tunaona mchezo wa kuogelea medals zinakuja. Soka vipi? Soka na yenyewe pia basi kombe lije sasa. Kombe limekuja, libakie nyumbani Tanzania, lisiondoke kama mwaka 1993. Okay, shukrani sana. Asante sana.